Kila mtu ana fursa sawa ya kupata mkopo, isipokuwa unatakiwa kufuata taratibu, lakini pia ukidhi vigezo vinavyotakiwa. Mkopo wa zaidi ya milioni 856 umetolewa kwa vikundi 44 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ikiwa ni sehemu ya 10% katika halmashauri ya wilaya ya Kyerwa mkoani Kagera. Kwa awamu hii ya utoaji wa mikopo, jumla ya vikundi 44 vitanufaika na vyenye wanachama 440 vitakopeshwa jumla ya shilingi milioni 856,500,030. Mgawanyo ni kama ifuatavyo. Vikundi vya wanawake ni vikundi 33 ambavyo vitakopeshwa jumla ya milioni 666,500,030. Vikundi vya vijana ni vipo 9 vitakopeshwa jumla ya shilingi milioni 180, na vikundi vya watu wenye ulemavu ni vikundi viwili ambavyo vitakopeshwa jumla ya milioni 10. Akizungumza katika hafla ya utoaji wa mfano wa hundi ya mkopo huo, mkuu wa wilaya ya Kyerwa Bi Zaituni Msofe amesema kupitia uwekezaji huu tunatarajia kuzalisha ajira zipatazo 145. Kuongezeka kwa kipato cha kaya, tunategemea kupunguza umaskini, kuimarisha ustawi wa jamii ya Wanakyerwa kwa ujumla wake. Kwa maana hiyo, nategemea mikopo hii inavyoenda kutolewa moja kwa moja inakwenda kuimarisha ustawi, lakini na kupandisha uchumi wa Wanakyerwa. Hatua hii ni kubwa na ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya serikali ya awamu ya 6 kama nilivyotoka kusema, dhamira ya kweli ya serikali hii inayoongozwa na kiongozi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inayolenga kuwainua wananchi kiuchumi kupitia uwezeshaji wa mikopo bila ya riba yeyote. Mikopo hii inatokana na 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri, ikiwa ni mkakati mahususi wa kuwawezesha makundi maalum ambayo ndio nguzo ya maendeleo ya taifa letu. Kwenye hili napenda kutumia fursa hii kuwapongeza halmashauri kupitia mwenyekiti na mkurugenzi wa halmashauri hii kwa kutekeleza maelekezo ya serikali kikamilifu. Hongereni sana. Ndugu zangu washiriki, lakini na Wanakyerwa kwa ujumla, nipende kuwaambia kwamba mikopo hii ni kwa ajili ya Wanakyerwa kwa makundi haya yaliyotajwa, kwa maana ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo katika makundi haya kila mtu ana fursa sawa ya kupata huu mkopo. Kila mtu ana fursa sawa ya kupata mkopo, isipokuwa unatakiwa kufuata taratibu, lakini pia ukidhi vigezo vinavyotakiwa. Sasa hakuna kusema kwamba kwa sababu huyu ni fulani basi yeye ana chansi kubwa ya kupata mkopo. Hapana. Mkopo huu, narudia tena, una fursa sawa ya kupata Wanakyerwa makundi haya yaliyotajwa, isipokuwa tu ufuate taratibu, lakini na ukidhi vigezo vilivyowekwa. Mikopo hii haitoki kwa matakwa ya maafisa maendeleo wa jamii. Mikopo hii haitoki kwa matakwa ya kiongozi yoyote. Mikopo hii inatolewa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu na miongozo iliyowekwa kwa ajili ya kutoa mikopo hii. Kwa hiyo ukimwona mtu kapata mkopo, ujua amekidhi zile taratibu zilizowekwa, lakini na vigezo vilivyowekwa. Kwa upande wao, baadhi ya wanufaika wa mkopo huo wameishukuru serikali kwa kutenga fedha hizo na kuahidi kurejesha kadri ya makubaliano. Itatusaidia kuendeleza maendeleo yetu, biashara yetu, uchumi wetu. Kila mtu atanufaika kwa huu mkopo tulioupata. Tunaenda kupangilia ili tunufaike, kila mtu awe na malengo yake, ili kila mtu anufaika, ainuke kwa mkopo huu wa Mama Samia. Halmashauri kwa vijana bado wana vigezo vikubwa sana ambavyo vinakuwa vinategemea wa vijana kuwa na upotefu wa pesa kwa chache kukamilisha vile vigezo wanavyokuwa wanavihitaji. Kwa mfano, tukisemea vijana bodaboda, kwenye mkopo wa bodaboda unatakiwa kuwa una leseni, una vyeti, cheti cha driver na mambo mengine ili kukamilisha kupata mkopo. Hivyo vitu vinapelekea kuwa na pesa. Sasa kama hutakuwa na pesa,
vijana wengi wanashindwa kurejesha, kwa sababu kabla ya kupata mkopo wanaweza kwenda kwa mtu kuchukua pesa, baada ya kupata mkopo watamlipa, na yule mtu anaweza kuwapa pesa ili wakipata mkopo wanakuja kulipa kwanza, wanalipa deni kabla ya kulipa deni kwenye deni jingine, kulipa deni jingine. Kwa hiyo inawapelekea kushindwa kurejesha mikopo ya halmashauri. Ombi langu kwa halmashauri, vijana wapunguzie mikopo, wapunguzie mahitaji makubwa, vigezo vikubwa, wapunguzie masharti, au kama masharti makubwa yanakuwa kwa vijana, wanaweza kuwa na semina kabla ya kuwapa mkopo, kuwaomba vijana waombe mkopo gani ambayo itakuwa inawezesha wao kumudu ili kurudisha, ili wasiwe na changamoto ya kushindwa kurejesha mikopo hiyo. Kwa kweli tunashukuru serikali hii iendelee kuwawezesha hata wakina mama ambao hawajaweza kujiunga na vikundi hivi wawe mfano wa kuiga kutoka kwenye vikundi vyetu, jinsi tulivyofanya tulivyoinuka na kunufaika na mkopo huu. Sisi ni mara yetu ya kwanza kupokea mkopo huu. Endapo tuiunda kikundi chetu, tukaanza sisi kama sisi wanawake, tukawa tuna michango yetu. Tulipomaliza kuwa na michango yetu, tukawa na kikundi cha kujishughulisha na ufugaji wa mbuzi na bustani za mboga na ususi wa vikapu. Nina imani tutajishughulisha na familia zetu kuziinua, na kikundi chetu kiendeleza ili kiwe na mapato na familia zetu ziwe na mapato, ili tusirudi kuwa chini tena na tena. Mama Samia ameshafanyaje? Ameshatupa mkopo wa kujiinua kiuchumi na kikundi chetu. Nitoe tu kwa ushauri kwa wale vijana wenzetu ambao hawarejeshi kwa wakati. Vijana unapopewa hii hela, jamani, ielekezeni pale ambapo mliposema kwamba mnataka mfanye kitu ambacho mmeomba mfanye. So mnapochukua zile hela mnaenda kuzalocate, kuzitawanya kwa kila mmoja, kwamba nipe mimi kama mimi, nifanye kama mimi personal, au jaribu kufanya. Ni washauri vijana wenzangu wajaribu kufanya kama group, kwani mawazo ya group kama walikuwa na mradi wao wataweza kufanyaje kujihakikishia kwamba wanaweza kufanyaje kurejesha, kuliko mtu kwa unaponipa mimi na ipeleka kwingine tofauti na mwingine na mawazo anayokuwa nayo kichwani. Sanjari na hayo, imeelezwa kuwa utoaji wa mikopo wa 10% hufuata taratibu ili kufanikisha upatikanaji wake. Lakini pia mikopo hii tunatakiwa tupate tuwe na NIDA. Si ndio waombaji? Ukiwa na NIDA si moja ya kigezo? Sasa wengine unakuta wanaanza kulalamika. NIDA, ndugu zangu wanakerwa, narudia kusema kama ilivyo mikopo haitoki kwa upendeleo. NIDA zinatoka kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Ili upate NIDA, basi kidhi zile taratibu zilizowekwa. Kama kuna nyaraka zinatakiwa, basi uwe nazo. Yaani usikae tu unalalama kwamba mimi nimekosa mkopo kwa sababu sina NIDA. Hapana. Fuata taratibu uweze kupata NIDA. Na NIDA hii ni haki ya kila Mtanzania. NIDA hii inatolewa bure. Sasa sijaelewa watu tunakwama wapi. Ni bure na ni haki yako. Fuata taratibu upate NIDA. Sasa niseme tu ndugu zangu kwamba wanakerwa ni wengi, wanufaika wanaotakiwa kunufaika kwa mikopo hii ni wengi, na keki yetu bado sio kubwa sana. Hatuwezi kukidhi kuwapa mikopo hii vikundi vyote, watu wote wanaotakiwa kunufaika kwa mara hii moja. Na ndio maana hata hapa aliposema mkurugenzi, alisema kuna awamu imetoka ya kwanza na awamu hii ni ya pili. Kwa maana tukizichanganya hizi mbili kwa mwaka huu wa fedha, tutakuwa tumetoa bilioni 1.3. Japo kwenye budget ilikuwa imetengwa bilioni 1. Sasa utaona yale marejesho yanaendelea kurejeshwa, na jinsi mapato yanavyozidi kuongezeka ndivyo tunazidi kuongeza kutoa mikopo kwa watu. Kwa hiyo kadri tunavyozidi kupata na kadri wengine wanavyozidi kurejesha, ndivyo tunavyoongeza vikundi vingine kufanya nini? Kupata mkopo. Kwa maana hiyo nirudie tena kusema hii keki ilivyo tunatakiwa tupate kulingana na sasa watakiwa kuwa wamekizi vigezo. Hatutaweza kugawa kwa pamoja watu wote kwa pamoja wao wamepata. Tunaenda tukitoa kwa awamu. Kwa hiyo ukiona kama uliomba mkopo umekidhi vigezo lakini bado umesubirishwa, basi kuwa na subira, kwa sababu mikopo hii inatoka kwa awamu na hatuwezi kutoa yote kwa mara moja. Ni vizuri wanufaika wa mikopo hii kufahamu kuwa mikopo hii haitolewi kwa kigezo cha kata au
vinginevyo. Badala yake inatolewa kwa vikundi vilivyokidhi vigezo kwa mujibu wa sheria tajwa hapo juu. Hata hivyo, halmashauri imeendelea kujitahidi kutoa mikopo kwa kata zote zenye vikundi vilivyokidhi vigezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuufahamisha umma kwamba pamoja na vigezo vilivyoainishwa kwenye mwongozo, katika kata zote 24 za wilaya ya Kyerwa, kata zote zina vikundi vilivyokopeshwa mikopo.